kiwango cha juu bila kutumia nguvu kubwa sana tu, na ndivyo ilivyokuwa. Unapata magoli matatu ya mwanzo. Kwangu kwenye magoli yote goli zuri ambalo lilikuwa linatazamika zaidi ni lile la kwanza la Prince Mpumelelo Dube, kwa sababu ile pasi ya mwisho imepigwa kwenye njia sahihi na mmaliziaji amefunga kwenye art nzuri sana ya ufungaji. Nafikiri ilikuwa ni aina ya mechi ambayo ilimalizika kwa matarajio ya watu wengi kwamba ingekuwa vile, no way ambapo ungeweza kutaraji kitu cha tofauti sana na hivyo, otherwise maajabu ya mpira zaidi. Lakini kwa maana ya uwezo wa kawaida na performance zao, ulitaraji Mwembe Makumbi City wapoteze mchezo huo regardless ya itakuwa kwa idadi gani ya mabao, lakini possibility yao kubwa ilikuwa kwenye kupoteza kuliko kwenye kushinda. Yanga Afrika unawapongeza kwa namna ambavyo wametumia kila nafasi walioipata kuweza kuadhibu na wakaweza kutengeneza nafasi nyingine ambazo pia hawakuzitumia, lakini kitendo cha wao kufanikiwa kuadhibu kwa idadi ya bao 4-0 Mwembe Makumbi City ilikuwa ni kitu ambacho hakikwepeki kuweza kiona, kwa sababu ya uwezo wao, wachezaji wao na ubora pia wa mtu mmoja mmoja. Benchi zima la ufundi, unaweza kukuta Mwembe Makumbi City benchi lao mpaka daktari labda wanategemea yule wa msalaba mwekundu tu, lakini sio unaweza kukuta hawana daktari mwajiriwa kabisa kwa ajili ya timu. Ni vitu vya kawaida sana. Unaweza kukuta pia timu ina benchi la watu 5 mpaka 4 tu. Hakuna ile mchezaji akiinuka kwenda kufanya warm up anaongozana na mwenzie waende wakafanya warm up wachezaji wawili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama wanafungwa unashangaa zaidi na unawapa heko kama wanashinda, kwa sababu wanakuwa wamefanya zaidi ya uwezo wao wa kawaida. Lakini in fact ni kwamba walikuwa na mechi ngumu dhidi ya Yanga na performance yao pia isingekuwa nyepesi hivyo kuweza kujustify kwamba wanastahili kuweza kushinda ama wanastahili kuweza kupata aina fulani ya matokeo. Sawa, nimetazama hapa na kuona Diarra akiwa golini. Na Diarra huku kwenye ligi kuu alikuwa amefungiwa. Yalikuwa ni maamuzi sahihi Chisano kwa kocha kumtumia Diarra ili baada ya kuwa nchi kwa muda mrefu? Sahihi, kwa sababu Jigi kuna mechi nyingi za kiushindani zimepita hajacheza. Kwa hiyo kiuhalisia ilikuwa lazima amtumie kumrudishia match fitness taratibu kwenye mechi ambazo angalau zina ushindani. Na usisahau baada ya hizi mechi ana mechi yake muhimu sana ya ligi kuu, na Diarra amekuwa sehemu ambayo kwenye kikosi chao anaamini huwa anaweza kuwapa matokeo. Kama mechi iliyopita ya mzunguko wa kwanza ya Yanga na Simba, Jigi alifanya Yanga ikabaliza ile mechi bila kupoteza. Kwa hiyo ukishakuwa na goalkeeper wa kalba hiyo, unapaswa kumtreat katika namna ambayo ana uwezo wa kuendelea kwa msaada kwenye timu yenu. Kwa hivyo kwangu mimi jana kumuona, yes, nilikuwa surprised kwa sababu nilifikiri mwalimu angeanza na magolikipa ambao hawachezi, lakini nikakumbuka kwamba okay, baada ya mechi hii inawezekana atakutana na Azam. Mechi ambayo kiuhalisia kwa nilivyomsikiliza kocha jana, anaonekana ameyapa heshima kubwa mashindano licha ya kwamba sio kipaumbele chao namba 1 kwenye msimu. Kwa hivyo kumuhitaji golikipa wake namba 1 aanze ni kumuandaa kimazingira aingie mchezoni tayari kwa ajili ya mechi inayokuja kama watakutana na Azam. Alafu baada ya hapo ana muda mchache anaenda kukutana na mechi nyingine kubwa dhidi ya Simba. Kwa hiyo kwangu mimi namuona mwalimu alifanya uamuzi sahihi kuanza na Jigi, na sio Jigi tu, the rest kikosi chake mimi pia kilinishangaza. Nilisema kocha wa Yanga naye ana roho mbaya, kwa sababu I thought angeanza nao wachezaji ambao huwa hawapati nafasi kwa wingi, lakini akachagua kufunga booster ya ligi kuu, akaacha maeneo mawili tu ndo ambao alifanya mabadiliko makubwa. Upande ambao alicheza Shekhan na upande ambao alicheza Edmund John. Kwa sababu hizo ni sehemu ambazo wangekuwepo kina Max na Pacome. Hayo ndo maeneo ambayo yeye aliamua kufanya mabadiliko. The rest alicheza na timu yake ile ile, na unamuelewa ni kwa sababu kwa kuwa kipaumbele chao ni ligi, hataki kuwafanya wachezaji wake wa kikosi cha kwanza wahisi wako kwenye mapumziko kiakili.
Unajua wachezaji pia mentally wakianza kujihisi wako kwenye comfort zone, ni nyakati ambazo unapata ugumu kudimandi vitu vikubwa kutoka kwao, especially kama sasa hivi una siku chache kabla ucheza mechi muhimu dhidi ya Simba. Kwa hiyo niliona amewaweka wachezaji wake wale kikosi cha kwanza wengi, na except labda Juke Abuya. Ni kwa sababu waliopo hao wanataka kuwatengeneza mentally, wajue wako tayari muda wote, wasijihisi wako mapumzikoni. Sawa sawa. Kikosi kwa Young Africans ambaye hukupata nafasi, alikopo Diarra, alikopo Yao Boka, Asinki Baka, Damaro, Edmund John, Mudathiri Yahya. Unagundua walikuwa na muda mchache ambao walikaa pasina kuwa na mpira kabla ya kwenda kufunga. Kwa hiyo Yanga walipoteza, hawakuwa kwenye possession, alafu wakaja waka retain ile possession tena katikati ya kiwanja. Walifanya mid block katikati, wakatengeneza mpango, wakafanikiwa, wakaunyang'anya, then wakawa wako direct, wakapita through kwenye final third. Alan Okello akamwona Prince Dube, na Dube naye akafanya mikimbio sahihi kwa wakati sahihi kuondoka kwenye mabega ya mabeki. Kwa hiyo kwangu mimi lile goli lilikuwa linaakisi ubora wa wachezaji. Kwanza linakuonyesha namna gani na muunganiko wa pamoja, kwa sababu vile vitu havitokei kwa bahati mbaya. Lazima mpiga pasi ajue mpigiwa pasi anatakiwa kuwa wapi, na mpigiwa pasi ama mpokeaji pasi Dube alikuwa anajua anatakiwa kuwa wapi, ili mpiga pasi Okello aweze kumwekea pasi ambayo ingekuwa kwenye eneo jepesi la kufunga. Kwa hiyo kwenye mpira niliwahi kufundishwa kitu kimoja, niliambiwa wewe unayetaka kupokea pasi ndio unatakiwa kumuonyesha mpiga pasi yako akupigie wapi. Okay. Na ndicho alichokifanya Prince Dube. Yeye alifanya mikimbio ambayo ilimpa uongozi Okello ajue hii pasi anatakiwa kupiga sehemu fulani kwa wakati fulani. Otherwise asingefanya hivyo, unaambiwa ukimwacha mpiga pasi akuamulie, ndio anakupigia ile pasi ambalo wewe utashindwa kumudu kucontrol mpira kuweka kwenye maa yako. Lakini ukiangalia kwa Dube, receiving yake na execution vilikuwa well timed, kwa sababu kila kitu kilitokea kwenye muda sahihi kwenye mazingira sahihi. Kwa hiyo hata mimi goli la kwanza la Young Africans lilikuwa na perfect combination ya wachezaji, lakini goli la Dube jingine alokuja kufunga baadaye, goli la 4, cross Edmund John kapiga Prince Dube, rebound imemkuta yeye tena, kamalizia kuwa kwenye eneo sahihi na mtu akakupa pasi kwa wakati sahihi. Ni vitu ambavyo vinahitaji watu wajue ni namna gani kila mmoja ana ubora anapokuwa na mpira. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri goli la Dube, yale magoli yake yote mawili yalikuwa na utengenezaji mzuri wa kitimu, kwa sababu yote ametokana na move ambazo Yanga wamekuja nazo. Goli la Sheikhan lilikuwa zuri, lakini limetokana na makosa direct ya timu pinzani. Lakini kwangu mimi pia kwa Sheikhan hapo, nafikiri wanatakiwa Yanga wamsaidie yule kijana improve technically. Okay. Yes, asifikiri kubutua mashuti tu ndo kunamfanya yeye awe mtu special uwanjani. Kupiga hata Fei anapiga, lakini you see Fei ana vitu vingi exceptional technically. Faisal anakuofa passing, anakuofa finishing, anakuofa utengenezaji wa nafasi, lakini Sheikhan ukimtazama silaha yake kubwa ni shot power, ambayo hajatugarantii kama ana shot accuracy. Shabaha ya shuti lake linaingia golini kila akipiga. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Sheikhan nafikiri Yanga wanapaswa kumuimprove technically, aongeze uwezo wake wa kiufundi ambao utamfanya uwe unique. Kombani na uwezo wake wa kupiga mashuti, then itakuwa ni advantage kwa nafasi anayocheza kama kiungo. Lakini kutegemea upate nafasi tu upige, kuna nyakati hutopata, na watu uone ubora wako, kwa sababu watu wanatamani kiungo yoyote mshambuliaji awe na uwezo wa kuwa mbunifu. Lakini pia mentality hiyo ya yeye kuamini kwamba mashuti tu ndo silaha yake, jana kuna muda ilimkosti wakati anapiga tumia nguvu kubwa, alafu mpira akupiga vizuri kwa akapata maumivu mwenyewe. Hayo ni mazingira ambayo kwangu mimi nafikiri wakimuimprove technically, Sheikhan ana natural, yani ana nguvu ya asili ya kupiga. Kwa wake muimprove technique yake, ana uwezo akawa shot technique zake ana kevu na atawafunga wengi. Yeye yule Sheikhan ana nguvu za asili kama Stefan Aziz Ki. Yani sasa Stefan Aziz Ki yeye technical ability yake ni kubwa. Kwa ana uwezo, kuna sehemu ya kupiga ana kevu, apigi shuti kubwa, na magolikipa walikuwa wanapata tabu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Sheikhan ni mchezaji ambaye bado anakuwa, waendelee kumwamini, wamuimprove,
na hata wale vijana wengine walioingia jana baadaye, kina Ninju, kina Casemiro, wanahitaji kufanyiwa improvement, lakini bado wanaonekana wachezaji wazuri. Na jana alinifurahisha kocha Yanga wakati baada ya mechi alisema sisi tuna wachezaji kweli wadogo. Kuna timu nyingine unaambiwa ni under 20, lakini ukiwaangalia walivyo maumbile yao unaona hawa sio under 20. Kwa hiyo changamoto nimeiona, lakini ukimsikia kocha ame confess hicho kitu public, ujue kweli bado Afrika tuna hizo shida. Sawa sawa. Saa 12 dakika 57, nilikwambia ikifika saa 1 dakika 5 tunakwenda kutoa fedha. Wakumbushe kidogo namna gani ya kushiriki, wakati kwa sababu Yanga hata angeshinda goli moja bado angeenda. Hii ni mechi ya knockout, so kwenye knockout ukiingia kichwa watu wanakuamba wanaondoka. Kwa hiyo bado sifikiri sana kuiona dabi, hasa kwenye njia ambayo kuna Singida huko na Azam FC. No wonders. Uwezekano wa kutokea ipo. Uwezekano uko very clear. Kwa sababu hata Simba wanatumia mashindano haya kama sehemu ya maandalizi yao dhidi ya mechi ya ligi kuu na Young Africans. Kwa hiyo kiuhalisia mazingira ya kuiona hiyo mechi mimi naona yapo. Kuna mchezaji jana kutoka Mwembe Makumbi alikushawishi kati yenu? Mimi binafsi hapana, kusema kweli. Upete Haji, kuna dogo mmoja anaitwa Haji, alikuwa anacheza midfield ya juu. Alicheza vizuri, ndio hivyo, alikuwa katikati ya bahari anapiga mbizi. Kwa hiyo singekuwa rahisi watu wengi kumzingatia hivyo. Sawa sawa. Haya, tunaianza kampa tena. Na kwa lolote tuandikie hapo YouTube. Mimi maswali nitakuja kuwatupa